utandawazi. Yapo mambo mengi sana ambayo yanatokea kwenye mitandao ambao vijana wanajifunza moja kwa moja. Sasa sisi kama familia tumeona kwamba ni vyema tukawa na utaratibu wa kukaa na vijana wetu kuzungumza nao juu ya maadili ili kuwaepusha na yale yanayotokea katika mitandao. Kwa mfano, tunajaribu kuelimisha vijana wetu kwamba waepuke sana mambo ambayo yanaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, kinyume na dini yetu ya Kikristo inavyoelekeza. Kwa mfano, tukiangalia katika mitandao, mara nyingi sasa hivi vijana wengi wanaitumia mitandao vibaya kwa kuzungumza lugha zisizofaa. Sasa sisi kama familia tunatamani sana vijana wetu au watoto wetu wasiwe kati ya hao vijana, na kwa maana hiyo tunachokifanya sisi kwa ajili ya vijana wetu, tunatamani sana kama hata ingewezekana hata na koo zingine na makabila mengine katika nchi yetu yakafuata huu mfano, kwa sababu tunaamini kama vijana wakipata msingi mzuri wa maadili kutoka katika familia zao, hata hayo yanayotokea katika mitandao, kwa mfano lugha za matusi na mambo yasiyofaa ambayo ni kinyume kabisa na maadili ya Tanzania, hayatatokea. Hilo ndilo tunaloliamini. Serikali imeendelea kutengeneza miongozo kwa ajili ya malezi na makuzi ya vijana baada ya kushtuka kuona vijana tulionao sasa na ndio tulionao kanisani. Taarifa huu uanzishe programu kwa ajili ya makuzi ya vijana waweze kujua vizuri maadili yetu ya kanisa na wakuwe hivyo. Mila za Kiyahudi, mila zao zilikandamiza jinsia ya kike. Hawa wanawake hawakuwa na thamani kabisa, lakini vile vile wanawake wa Kiyahudi hawakusoma, hawakuwa na elimu. Kwa hiyo wao tunaweza tukafananisha labda na mila za Kiafrika kwamba mwanamke alikuwa apatiwe elimu kabisa, alirudishwa nyuma. Kwa hiyo mambo ya kijamii hakuwa na haki ya kuzungumza. Kwa ni watu ambao walikuwa hafifu, walikuwa wana nguvu. Ndio maana Yesu anapofufuka, kwa nini anamfanya mwanamke wa kwanza kuhubiri Injili? Alitamani kuweka usawa